Katika ulimwengu ambao umejaa ahadi hewa nyingi na uongozi unapimwa kwa hotuba machachari za wanasiasa wasioweza kutimiza ahadi hizo, lakini kuna kitu kisichokuwa cha kawaida ambacho kimetokea huko Afrika Magharibi. Kapteni mdogo ambaye amekuwa ni kiongozi wa serikali ya mpito katika ukanda ambao umekuwa usalama ni mdogo mno, na ni kwa muda mrefu hali hiyo imedumu, amesimama imara kuonyesha ulimwengu. Kapteni Ibrahim Traore, kiongozi wa mapinduzi ya Burkina Faso, ametimiza na kukamilisha kile ambacho watu walidhani ni ngumu kukamilisha. Mji mpya. Sio mji uliotengenezwa kwa ajili ya matajiri, hapana, na sio mji kwa ajili ya kujinufaisha yeye binafsi, wala kwa ajili ya wawekezaji kutoka nje, lakini ni mji uliokamilika, uliojengwa kwa lengo moja tu: kuwapa makazi watu wa Burkina Faso. Nyumba zitakazotoa makazi 50,000 ambazo ujenzi wake umekamilika, pamoja na shule ndani yake, kliniki, soko, solar power, mfumo wa maji safi na salama, na usafiri wa umma. Kama mnavyokumbuka, juzi Ibrahim Traore aliagiza mabasi mengi kweli kweli. Lakini swala la miundombinu pia limepewa kipaumbele kwa raia wa Burkina Faso. Ni bure, bila gharama yoyote raia watapewa. Wakati ambapo watu wa magharibi wakijadiliana kuhusiana na sera, Traore yeye anapanga matofali kujenga. Wakati ambapo watu wa magharibi wanapigana vita vya uwakala, proxy war, kwa ajili ya kupata ushawishi, Traore anajenga hatima mpya. Tofali kwa tofali, nyumba kwa nyumba, familia kwa familia. Hili sio tu swala la kujenga mji na kukuza mji, hapana, ila ni namna ya mfano wa kiongozi anavyotakiwa kuwa. Hii ni habari ya mtu mmoja aliyesimama kinyume na hadithi za kizamani, akionyesha ni namna gani madaraka yanatakiwa yawe huku Afrika. Sio kutawala watu, sio kujilimbikizia mali, ila huduma, kuwahudumia watu. Na haya ndio ambayo usiyoambiwa na vyombo vikubwa vya magharibi kuhusiana na Captain Ibrahim Traore. Mji utakaotoa makazi 50,000 kwa raia wa Burkina Faso. Hili ni jambo linalozunguka Afrika nzima na nje ya Afrika. Wakati ambapo Captain Ibrahim Traore alipochukua madaraka mwaka 2022, walisema huyu hana uzoefu katika madaraka, alafu ni mtu mkatili. Ahadi alizokuwa amezitoa kuijenga upya Burkina Faso ilikuwa ni kama tumkate kuyeyuka kwenye chai. Katika taifa ambalo linapambana na ugaidi, rushwa na kuyategemea mataifa ya nje. Lakini nyuma ya hotuba hizo zote kulikuwa na kitu kimoja ambacho ni kizito zaidi. Kulikuwa na dhana nzito sana kuwa watu wa taifa la Burkina Faso wanahitaji utu. Traore hakuanza kwa ni nini ambacho Umoja wa Mataifa utaruhusu yeye afanye, ila alianza kwa kuuliza ni nini watu wake wanataka. Na jibu lilikuwa liko wazi kabisa: usalama, makazi na kujitegemea. Mamilioni ya raia wa taifa la Burkina Faso walikuwa wanaishi kwenye kambi, wengine wakiishi kwenye nyumba za udongo. Hawakuwa na makazi kabisa. Wengi walikuwa wakikimbia makazi yao kwa sababu ya vita, huku wakitelekezwa na mfumo ambao ulipangwa kabisa kuwafelisha. Na Traore alijua kwa wakati ambao watu wanapigana kwa ajili ya kuishi, basi uhuru itakuwa ni ndoto za mchana. Hivyo mwishoni mwa mwaka 2023 mpango ukaanza kusukwa, sio kwa ajili tu ya jeshi, ila kwa ajili ya ujenzi ambao tunaita ni blueprints. Hakuwa tu anafikiri kuhusiana na wanakijiji, alikuwa anafikiria kuhusiana na mji mzima, mji wa kisasa, mji wa watu. Na huu mji haukujengwa kwa usiku mmoja tu, na hata gharama yake haukugharamiwa na pesa kutoka Benki ya Dunia au shirika la fedha IMF. Traore akaamua kuanzia chini kabisa, bila misaada, bila mikopo na bila riba za kikoloni. Burkina Faso iliweza kufandi yenyewe mradi huu. Akapeleka mapato yanayotokana na madini. Chini ya utawala wa Captain Ibrahim Traore, pesa zilizokuwa zinapatikana kutokana na madini au faida inayotokana na madini, basi ilikuwa haiendi tena nje ya nchi.
wala kwa viongozi wanasiasa wala rushwa. Waliwekeza kwenye barabara, kwenye mabwawa makubwa, kwenye kilimo na sasa kwenye nyumba za taifa. Maafisa mipango miji na mainjinia, wengi wakiwa ni vijana wa Burkina Faso, walijifunza nje ya Burkina Faso na ndani ya Burkina Faso. Wote hawa wakaitwa kwa ajili ya kuijenga Burkina Faso, na Traore akawapa kazi kwa ajili ya kudizaini mji ambao utakuwa unawakilisha hatima ya miaka ijayo mbeleni, na sio tu kwa ajili ya Burkina Faso bali kwa ajili ya future ya Afrika. Na jina la mji huu ni Nouvel Espoir, ikimaanisha ni tumaini jipya. Ujenzi ukaanza mwanzoni mwa mwaka 2024. Ulianzia moja kwa moja katika maeneo ambayo yanamilikiwa na serikali, karibu na Kudugu. Ndani ya mwezi mmoja tu, maelfu ya wafanyakazi, mainjinia na watu wa kujitolea pia na maaskari pia walikuwa wanafanya kazi hapa kwa hapa chini ya usimamizi na uangalizi wa serikali. Matofali yakafyatuliwa haraka, viwanda vya simenti vikafufuliwa, solar panels zikatengenezwa kwa kutumia teknolojia ya Kiafrika. Na mpaka mwishoni mwa mwaka wa 2024 nyumba 50,000 zikawa zimekamilika tayari. Sio vibanda wala nyumba za muda, hapana, ni nyumba kweli kweli, makazi kweli kweli. Kila nyumba ikiwa imewekewa mfumo wa maji, mabomba, umeme na internet access. Sio hivyo tu, kulikuwa na clinics zimejengwa huko, soko limejengwa huko, shule zimejengwa kwenye huo mji na community centers pia na zenyewe zikiwa zimejengwa. Na haya hayakuwa tu makazi, hapana. Mji ulikuwa umewekewa pia barabara pana, miji safi, magari ya umeme yani mabasi, green parks na maeneo baadhi ambayo yanaweza yakatumika kukuza ama kupanda mboga mboga. Yaani kifupi ni kuwa mji huu ulijengwa ukizingatia masuala yote ya ecosystem. Ni mji maalum kwa ajili ya watu raia wa Burkina Faso. Uko ndani hakuna mahali utasema eti kutakuwa na ubalozi kutoka nje. Yaani ni mji umetengenezwa maalum, mzuri wa kupendeza kwa ajili ya maisha ya raia. Ni kwa ajili ya raia wa Burkina Faso ambao ni masikini, lakini ambao pia wamesahaulika na wengine ambao walikuwa wamekimbia vita. Swali linakuja, je, Traore ataamua vipi ni nani anastahili kupata hizi nyumba? Je, litakuwa ni swala la kisiasa au kutakuwa na rushwa ndani yake? Nani mwenye pesa ndo anatakiwa ingie kwenye hizi nyumba? Majibu yake yatakushangaza hata wewe. Ni kwamba rekodi za watu ambao walikuwa wamekimbia vita, wamehama makazi yao kwa ajili ya vita, serikali inayo. Wajane, single mothers, watu waliopata ulemavu kutokana na vita, waalimu, wakulima na viongozi wa vijana. Hawa ndio waliopewa kipaumbele cha nani anayetakiwa kuhamia kwenye huu mji. Wajumbe kutoka mkoani wakatengeneza groups ndogo ndogo za wazee kwa ajili ya kutambua baadhi ya mambo, na hawa wazee ndio wanaojua. Kwa hiyo jambo lililopelekea wazi sana katika kugawa haya makazi. Ili ni jambo ambalo liko zaidi ya ukamilifu, ambalo hakuna mtu amewahi kuona kitu cha namna hii kwa miongo kadhaa. Na ufunguo kwa mara ya kwanza ukawa wamepewa huku TV ya taifa ikitangaza kwa mjane ambaye alipoteza mume wake wakati wa shambulio la kigaidi, magaidi walipokuwa wameshambulia. Mwalimu ambaye amekuwa akiishi kwenye kambi ya ukimbizi, tena kwenye hema kwa muda wa miaka 4. Kwa askari aliye na ulemavu kutokana na vita, aliyekuwa akipambana vitani kulinda kijiji chake. Na sasa hawa ni wakazi wa mji unaojulikana kama Nouvel Espoir ambao umejengwa huko Nigeria, Ghana na maeneo mengine kama Afrika Kusini. Watu vijana wakawa wamelipuka kwenye mitandao ya kijamii na kuuliza, inashindikana vipi kwa viongozi wetu kufanya kama hivi? Huko Washington na Paris, wachambuzi wa mambo wakaanza kujiuliza, inawezekanaje nchi ambayo ni landlocked,
ambayo imewekwa chini ya vikwazo na chini ya presha ya kimataifa inawezaje kufanya kitu kikubwa namna hii? Tena walijiondoa wenyewe kuchukua mikopo ya Benki ya Dunia na mikopo kutoka shirika la fedha la IMF, lakini jibu likawa ni moja tu: mapenzi, maono na kuvunjika kweli kwa mahusiano kati ya mataifa yetu na kutegemea nchi za magharibi ndicho kilichofanikisha. Sasa huu mji wa Traore limekuwa ni funzo na fundisho kwa mataifa mengine ya Kiafrika, na wajumbe kutoka mataifa mbalimbali wameshatembelea kutokea Mali, Niger na Chad, na hata viongozi ambao walikuwa wanamkandia Ibrahim Traore hapo mwanzo na sasa wanataka kuiga mfano huo. Baadhi ya wachumi wakawa wanatabiri majanga. Hauwezi ukatoa makazi bure, wakaanza kuongea hilo litasababisha uchumi kuanguka. Lakini kitu cha ajabu na cha kushangaza kilitokea. Mji huu ukawa na uzalishaji, yaani kwa maana kuwa mambo ya ujenzi yakatengeneza ajira, viwanda vidogo vidogo vikafunguliwa, wakulima wakapata soko jipya, masuala ya teknolojia nayo je, na mashirika ya usafirishaji na yenyewe yakatokea. Na kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi sasa familia nzima inaungana pamoja, huku kukiwa na amani, wakiwa kwenye makazi yao. Na kwa kuwa makazi yao wanayo sasa, wanaweza wakaanza kufikiria maono waliokuwa nayo. Watoto wakaanza kwenda shule, wanawake wakafungua biashara, uhalifu ukapungua, uwekezaji ukaanza, sio kutokea mtaani, hapana, ila ndani ya Burkina Faso, kutoka kwa watu waishio nje ya Burkina Faso, diasporas, na wao wakirudi na ujuzi lakini na uwekezaji pia. Katika vyombo vya habari vya magharibi, Traore wanamuandika kama ni kijana mwanajeshi dikteta anayevaa gwanda za kijeshi, lakini hili ndilo ambalo kamwe hawawezi wakakuambia. Wakati ambapo demokrasia wanayotuhubiria mataifa ya magharibi inatuletea madeni ambayo hayalipiki, huyu wanayemuita ni dikteta na ni mtawala wa kijeshi anajenga makazi, nyumba, anajenga hospitali na shule. Kwa nini jambo hili haliwapi raha? Kwa sababu linabadilisha simulizi. Hilo linamaanisha labda pengine Afrika haihitaji kufuata skripti za watu wa magharibi, ila inaweza ikajitegemea yenyewe. Labda uhuru unakuwa ni uhuru kamili kukiwa na huduma zinazotakikana, na hilo ndilo jibu halisi. Na hapa Captain Ibrahim Traore tayari ameweka mpango chini kwenda kwenye mikoa mingine kama mitatu kwa ajili ya kuendelea na ujenzi wa nyumba ili kuwapa makazi raia ambao walikuwa wanasumbuka na vita. Anataka mpaka kufika mwaka 2030 asiwepo raia yeyote wa Burkina Faso ambaye hana nyumba. Lazima wakae nyumbani kwao kwa sababu ile ni ardhi yao. Na kwa Afrika hizi sio nyumba tu, ila hii ni future ya Afrika. Wengine wote tuige. Katika ulimwengu ambapo viongozi wengine wanajenga kuta kati yao na wale wasiokuwa nacho, yeye Captain Ibrahim Traore anajenga nyumba, anajenga makazi. Katika ulimwengu ambao viongozi wanahubiri tu mabadiliko, yeye Traore anapanda mbegu ya mapinduzi hayo na mabadiliko hayo. Nyumba 50,000, mji mpya, tangazo la ujasiri kwa ulimwengu kwamba Afrika, mataifa haya yanaweza yakainuka, sio kwa sababu ya kupewa misaada na mataifa ya magharibi, ila ni kujivuna kwa ujenzi ambao ni huru kujenga mataifa yetu kwa ajili ya hatima yetu wenyewe wa Afrika. Na Traore ameushangaza ulimwengu sio tu kwa kile alichokijenga, ila alichojenga juu yake, sio kwa ajili ya madaraka, sio kwa ajili ya faida yake, ila kwa ajili ya watu ama raia wake. Na huu sio mwisho, huu ni mwanzo tu, kwa sababu pale ambapo raia wanakuwa wanaingia chini ya paa kwenda kulala, shule, vituo vya hospitali na ndoto walizokuwa nazo ndipo zinapotimia. Na ndipo hapo unapokuja kugundua moto wa mapinduzi hauwachomi au kuchoma majengo, ila unajenga. Kama unadhani Afrika haiwezi kujiendesha yenyewe, basi angalia huu mji wa Traore aliyoujenga. Hapo ndipo utakapojua kumbe Afrika inaweza ikajiongoza yenyewe.